Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema siku ya jana walitoa taarifa wakidai kwamba baadhi ya wanachama wake walishambuliwa kwa mapanga wakati wakifanya maandalizi katika mkutano wake huko Songea. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama hicho, walisema kwamba tarehe 23 Mei 2026 watu wenye mapanga wamevamia mkutano wa chama na kuanza kuwakata mapanga wanachama na viongozi waliokuwa wanaendelea na maandalizi mkutano wa hadhara uliopangwa kufanyika Songea mjini katika viwanja vya soko kuu. Mgeni rasmi katika mkutano huo anatarajia kuwa kaimu mwenyekiti wa chama kanda ya Kusini, Mheshimiwa Bercomas Ponera. Watu hao walitekeleza jambo hilo mbele ya OCD na bila kuzuiwa kwa umiza wanachama na viongozi wa Chadema. Katika taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, walisema kwamba jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutolea ufafanuzi wa taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii zikidai mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya Songea, Christian Komba, kudaiwa kushambuliwa na watu wenye mapanga wakati akifanya maandalizi ya mkutano wa chama hicho uliokuwa umepangwa kufanyika leo Mei 23, 2026 mbele ya OCD. Taarifa hiyo ni kwamba chama cha Chadema wilaya Songea walitoa taarifa kwa jeshi la polisi ya kufanya mkutano hadhara katika eneo la soko kuu lililopo manispaa ya Songea, lakini baadaye mkurugenzi wa manispaa ya Songea aliujibu uongozi wa Chadema wilaya Songea kwa eneo waliloomba kufanya mkutano wa hadhara siku ya tarehe 23 mwezi wa 5 2026 ina shughuli nyingine ya uchangiaji wa damu salama na kuelekeza kutumia maeneo mbadala ya Matogoro, Sandfarm na eneo lingine watakaloona linafaa. Baada ya kupewa jibu hilo, viongozi na wafuasi wa Chadema walitaka kulazimisha kufanya mkutano wa hadhara katika eneo hilo lenye mwingiliano wa watu wengi wanaojishughulisha na shughuli zao za kujitafutia riziki. Kufuatia mwingiliano huo, ghafla sintofahamu ilitokea baada ya mmiliki wa gari lenye namba T878 AQT Toyota Dyna lililokuwa limekodishwa kwa matangazo kufika kulichukua gari lake, akieleza kuwa makubaliano yao yalikuwa ya matangazo pekee na sio kufanya mkutano. Wakati sintofahamu hiyo inaendelea, kundi la watu ambao inadaiwa au kuridhishwa na kilichokuwa kinaendelea katika eneo wanalofanya shughuli zao walizingira gari hilo la matangazo na wengine wakaanza kuchukua bendera za chama hicho na kukimbia nazo. Mwenyekiti huyo wa Chadema Bwana Christian Komba na wenzake walianza kuwakimbiza watu hao. Baada ya muda, Bwana Christian Komba alirudi akiwa na bandage mkononi na kudai kuwa amejeruhiwa kwa panga. Wakati anarejea sokoni, hapo alikuta OCD ameshafika baada ya kupata taarifa kuwa kuna mzozo umetokea katika eneo hilo kati ya wafuasi wa Chadema na watu wengine. Baadaye viongozi na wafuasi wa Chadema walianza kuondoka kwenye eneo hilo. Hata hivyo, OCD alimweleza Bwana Komba kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi na kupewa PF3 ili uweze kujaza hospitalini kwa taratibu zingine kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, hakwenda kutoa taarifa kituo na kuchukua PF3 mapema kama ilivyoshauriwa. Baada yake alianza kusambaza taarifa zinazodai kuwa alikatwa na panga na watu mbele ya mkuu wa polisi wilaya Songea OCD. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linatoa rai kwa vyama vya kisiasa na taasisi zote zingine kuzingatia maelekezo ya kiusalama yanayotolewa kwao ili kuepusha migogoro isiyo lazima. Aidha, uchunguzi bado unaendelea ili kubaini ukweli wa mazingira ya tukio hilo sambamba na kilichosambazwa kwenye mitandao ya kijamii.